Mshiriki atakuwa anaweza kueleza maana ya ukatili, aina mbalimbali za ukatili na madhara yake, na aina za ukatili na madhara yake. Kwa hiyo tuendelee hapa. Kuna maangalizo hapa. Baadhi ya washiriki wanaweza kuwa wanadhani kuwa baadhi ya mambo yatakayofafanuliwa kwenye somo hili ni ya kawaida tu na sio udhalilishaji wa kijinsia. Mnakumbuka jana yale tulikuwa tunaongea ni mambo mengine tunasema ni ukatili, mengine sio. Mengine kuna kundi la wanawake linasema ni ukatili, kundi la wanaume linasema sio. Kwa hiyo tunaweza tukakutana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukatili ni nini? Labda tuanze kwa kuangalia ukatili ni nini. Kama kuna mtu anaweza akasema ukatili ni nini? Kuna vingine tuliongea jana, kujikumbusha tu. Kwa vitendo, kwa lugha, kwa namna yote, yule mtu asiyolipenda naweza kupata jambo baya ambalo halipendi. Yaani ukimfanyia mwenzako kitu kibaya, huo ni ukatili kwa sababu hapendi. Sasa tunaweza vyote ni sawa, ni sahihi, kwa sababu kuna aina nyingi za ukatili. Kwa mfano kama kuchomwa moto, kubakwa, zote kupigwa, zinamuumiza yule anayefanyiwa hilo jambo. Na mara nyingi unakuta anafanyiwa kwa sababu yeye ni mnyonge, si ndio? Kwa hiyo tunasema ukatili ni kitendo chochote cha kumdhuru au kutishia kumdhuru mtu mwingine, hasa yule asiye na uwezo wa kujilinda. Unaweza kujitokeza kwa kutumia nguvu, maneno au hata ishara na matokeo yake ni kuleta madhara kwa mwathirika. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema sijabaka, sijapiga, sijafanya nini, lakini tu umemkonyeza mtu ambaye hataki kukonyezwa, si ndio? Wewe unaona tu ni kawaida, lakini pia umemfanya amejisikia vibaya. Hapo nimemfanyia ukatili, sijamfanyia ukatili. Kwa sababu ni bila ridhaa yake, si ndio? Na pia ni kwa sababu mara nyingi labda ni msichana mdogo, lakini kwa mfano je, angekuwa ni labda ni mwalimu wako au ni bosi wako, ungeweza kumkonyeza? Usingeweza. Kwa hiyo ina maana kwamba ni umemtarget yule. Naomba nielewe. Labda unadhani kwa mfano labda mimi ninapita tu hivi kama sio ukatili. Ndio maana tunataka kujua hapo. Maana naweza nikakutana na wewe lakini mdomo ukashindwa kusema. Ukatili, kuna ukatili wa kimwili, ndio kama mifano yetu tulitoa: kuchomwa, kupigwa. Hayo anaweza kusababisha majeraha ama ulemavu pia na maumivu kwa mwili wa mtu, si ndio? Pia kuna madhara ya kiafya. Kwa mfano kama ubakaji, mtu anaweza kusababishiwa magonjwa, lakini pia sio afya tu ya mwili, lakini kuna afya ya akili pia inaweza ikasababishwa na ni madhara ya, hata kama mtu amepigwa bado kuna afya ya akili. Mwingine unaweza kumkuta tu amekuwa muoga, yani akikutana na mtu yote anakuwa muoga, kumbe kwa sababu nyumbani anapigwa labda na mwenzi wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna madhara ya kingono, ndio hivyo, kubugudhiana. Kuna ukatili wa kisaikolojia, unaweza kumuumiza mtu moyo na kumsababishia hofu ama unaondoa utu wa mtu. Kiuchumi pia inaweza ikamsababishia mtu kumnyima haki ya kupata kuweza kujikimu au kupata mahitaji yake ya msingi. Ndio yale tuliokuwa tunayaongelea jana, kwamba labda mama ana kipato, baba ana kipato, mama kipato chote anampa baba, baba anapanga atumiaje. Anaweza kwenye mipango yake asimweke mama kabisa, si ndio? Anaweza asimweke mama kabisa, japo mama anaweza kaleta 10,000 yake na baba na 10,000 yake, baba na 20,000, akapanga mipango yote, mama asimweke hata nauli ya kwenda kazini, hata hela kupata mafuta. Inawezekana kama baba yeye ndio anapanga. Sasa kuna ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono tunasema unajumuisha mambo mbalimbali, mfano wake ikiwa ni kumbaka, kumlawiti, kumtomasa sehemu za siri mtu, kumtongoza, kumuonyesha sehemu za siri za mtu mzima, kuonyesha picha za utupu na video za porno, si ndio? Kwa mfano siku hizi unaweza kukuta hizi simu hategemei. Hiyo pia ni nini? Ni ukatili wa kingono unafanyika maeneo mbalimbali,
ikiwemo nyumbani, shuleni, bwenini, ofisini, njiani wakati wa kwenda mashuleni, madukani, sokoni na kadhalika. Yani tuseme sehemu yoyote ukatili wa kingono unaweza ukafanyika, si ndio? Kuna mtu mwingine anaweza kusema mtoto atokaji nyumbani kabisa, kwa hiyo yuko salama, lakini huwezi kujua nyumbani kwako kuna kitu gani ama kuna mtu gani. Kwa hiyo ndio maana ni umuhimu wa kuhakikisha kwamba mawasiliano, yani yale maongezi kati ya mzazi na mtoto yapo kwa ukaribu, si ndio? Jana tuliliongelea hili kwamba watoto, bila kujali baba, si kazi ya mama peke yake, ni kazi ya baba na ni kazi ya mama kwa pamoja kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa huru kuongea na wazazi. Vile vile kama huku manjiani kuhakikisha kwamba watoto labda wakati wanaenda shuleni wanapita wakiwa salama, au labda wanaenda kwa makundi, si ndio? Kwa sababu wote tunajua mazingira yetu. Kwa mtu kama kiongozi unaangalia mazingira ambayo unaishi, unajua jinsi ya kuwashauri wanajamii kwamba jamani, hii shule iko mbali, hakikisheni watoto wanaenda shuleni labda kwa makundi na vitu kama hivyo. Alafu kuna ukatili wa kingono hutekelezwa na mtu wa karibu, mfano baba, mjomba, rafiki, mwalimu, mkurugenzi, si ndio? Ndio tafiti zinazoonyesha hivi. Tafiti zinaonyesha kwamba ukatili wa kingono haufanywi na mtu ambaye yuko mbali, kwa sababu huyo mtu anakuwa tayari kichwani kwake amesha plani na kesha anza kumwandaa huyo ambaye kumfanyia ukatili, kesha anza kumwandaa kisaikolojia na kesha anza kuangalia mazingira yake. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kabisa kwamba asilimia kubwa inafanywa na mtu ambaye anajulikana na mara nyingi ni mtu wa karibu. Na hii ndio changamoto kubwa, kwa sababu ndio maana kesi nyingi, sijui kama kwa kwenu mnaziona, lakini sisi tumeziona. Ndio maana unakuta kesi nyingi zinamalizwa kifamilia. Maana mtoto kabako, alimbaka ni nani? Mjomba. Wanaanza kusema tumpeleke huyu polisi. Wanajiuliza tena, hawafikiri tena kumlinda mtoto, wanafikiria kumlinda ndugu. Unakuta aliyembaka sijui binamu, mtoto labda baba mkubwa. Familia hii inaanza kusema kwamba tukimpeleka huyu tutagombana tena kifamilia. Tunamaliza kifamilia, si ndio? Hapo hatumlindi mtoto, si ndio? Kwa sababu mtoto hawezi kujitetea. Tunaanza kumlinda yule ambaye ametenda kosa, kwa sababu tu ni mwanafamilia. Mhanga wa ukatili wa kingono huwa amelazimishwa kwa kutishiwa. Ndio yale tunakumbuka baba tulisema jana. Usiseme, ukisema utanitambua. Usiseme. Na mtoto bado akili yake ni ndogo, na yeye na wazazi wake hawana mahusiano ya karibu, kwa hiyo hawezi kwenda kusema. Usiseme, ukisema utanitambua. Kama ni mwalimu, usiseme, ukisema nitakufelisha. Si ndio? Na inakuwa kwa kutumia nguvu, wengi si kwa hiari yao. Kama ni mtoto sana pia ndio anaweza kushawishiwa kwa zawadi. Sana ni wale watoto wa primary ndio wanaweza kushawishiwa na bado hawajakuwa. Wanaweza wakashawishiwa na vizawadi vidogo. Jaribio la kupata tendo la ngono au vitendo vya usafirishaji kwa madhumuni ya kingono kama hayo, ambapo mtu unamchukua unampeleka mtoto kwenda kumuuza, hiyo pia ni kingono. Sawa Sasa sijui mwalimu anatusaidiaje katika hili. Kuna mambo mengine ambayo unakuta sio mtu mzima wala sio mzazi wala sio mtu yoyote kumfanyia yule mtoto, lakini mazingira. Nitoe mfano ukienda kule Chunya, mimi nimeenda mara nyingi sana. Ukienda kule ambapo wanachimba madini, unakuta mtoto yuko kule, sio mmoja, wengi tu. Mzazi anajitahidi sana kumgaidi yule mtoto asiende kule, lakini mwalimu shuleni anajitahidi sana kumgaidi yule mtoto asiende kule, na serikali pia na nini. Sasa swala mazingira linamfanya yule mtoto ajiingize kwenye shida hiyo yeye mwenyewe. Sasa sijui hapa mwalimu tunafanyeje ili hao watoto walioko kule Chunya waweze kuondokana na ile kadhia, warudi waende shuleni na mahala pengine na kulelewa kwenye malezi kama wanaoelewa watoto wengine. Hiyo ni changamoto kutoka kwenye mazingira. Hapo tunafanyaje na sheria inasemaje kuhusu hili? Sheria gani? Inasema mtoto waliochini ya miaka 18 inalinda ajira, si ndio? Ina maana kule Chunya ameajiriwa. Yeye mwenyewe mazingira yani anamfanya anatamani kuwa na hela, kwa hiyo anunue kitu na ale kama wenzake. Yeye mwenyewe mtoto, sio sasa sheria, sio mzazi, sio mtu mwingine. Kwa hiyo wakienda kuchimba wanachimba wao wenyewe, alafu kama amejiingiza kwenye biashara.
anajiingiza kule. Na shule anakuwa ameacha. Ameacha, amekimbia. Mwalimu anajitahidi na mgambo anajaribu kuwatafuta wale watoto lakini inashindikana. Kwa hiyo ina maana sio kwamba anafanyiwa. Ile ina maana hiyo ni kwamba sio kwamba kuna mtu ambaye ndio anampeleka kule. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba mtoto anafanyiwa ukatili. Ile ina maana hapo kuna kitu ambacho watoto wanatakiwa waongozwe labda kwenye malezi ama mazingira yawekwe kwa ajili of course ni kumlinda mtoto lakini hafanyiwi ukatili. Labda tuseme mtoto mwenyewe hujikatili kwa sababu anaangalia maisha ya leo. Lakini akili yake haimtumi kuangalia kesho yake. Na tayari ameshaanza kushika nini? Fedha. Hawezi kurudi nyumbani. Sisi tuna kituo cha watoto yatima pale. Ukikaa na wale watoto walio wengi, anakuambia nyumbani baba na mama wanagombana sana. Kwa mimi sipendi kuona mama anapigwa, sipendi kuona baba amekasirika, sipendi maisha yale. Kwa hata ukimchukua yule mtoto kwamba labda hata ukakae naye nyumbani kwako pia atakimbia. Kwa sababu tayari ameshajiingiza kwenye maisha anayoyataka yeye. Kwa hiyo anajikatili mwenyewe. Sasa basi, kama serikali imeliona hili na inatuma hata migambo wakawakamata wale watoto wawalete, bado hawawezi kukaa nyumbani. Bado hawawezi kutamani kusoma kama wengine. Kwa sababu tayari ana uwezo kifedha kuliko hata baba na mama. Sasa hapo sisi kama watumishi wa Mungu tufanye nini? Hiyo kama ni kuseme mizizi, sijui tuseme kwenye mizizi ambayo umesema kwamba mtoto anasema kwamba baba sitaki kukaa nyumbani kwa sababu baba na mama wanagombana. Japo tunasema mtoto amejifanyia ukatili, na maana tayari kuna ukatili alishafanyiwa ambao ni mizizi. Anampenda baba, anampenda mama, baba na mama wanagombana, ina maana wenyewe wanafanyana ukatili, lakini hapo hawajui kwamba wanamuumiza mtoto kisaikolojia. Kwa hiyo baba na mama wanagombana, wagombane mbali na watoto. Wasionyeshe watoto ugomvi wao, kwa sababu mtoto kama alivyosema mchungaji, mtoto saa nyingine anakimbia nyumbani, anakuwa sio kwa sababu hataki kukaa nyumbani, lakini hataki kuona vitendo vinavyofanyika nyumbani kati ya baba na mama. Baadaye mtoto anakuja kulaumiwa kwamba kakimbia, kumbe sababu ilikuwapo ni ugomvi wa nyumbani. Lakini vile vile inawezekana kwamba kuna wengine nyumbani hamna ugomvi, lakini mwenyewe kakimbia. Tukumbuke pia kuna mambo ya wanasemaga nini ile peer pressure. Yaani watoto kwa watoto wenyewe, kwa sababu mtoto mmoja labda amekimbia ameweza kupata hela, watoto wengine wanaanza kuona sasa mimi ninasoma kwa nini wakati mwenzangu ana hela. Kwa hiyo unakuta tena ni kitu kingine, na maana lazima kutafuta vijana wengine, watoto ambao wataelimishwa, wataelewa vizuri na kuanza kuelimisha watoto wenzao faida za kukaa shuleni. Kwa hiyo kama huko vijijini labda unakuta kuna sina watu ambao tayari wameshasoma na wanajiweza na wana hela, tunaweza iko nje sasa ya ukatili. Tunaweza tukatafuta, tunawahitaji ma role model, yani wale watu ambao mtoto anaweza akamwangalia akasema kumbe nikisoma nitakuwa kama huyo. Japo sasa hivi najiona na hiki, lakini kumbe nikisoma, kwa sababu dada alionayo haiwezi kununua hata baskeli, lakini kuna kaka yake ambaye amesoma labda sasa hivi ana baskeli, kumbe nikisoma nitakuwa kama huyo. Lakini vile vile pia kupunguza magomvi ya nyumbani pia ni moja ya kuwalinda watoto, kwa sababu mtoto anakuwa anakaa sasa kwenye nyumba ambayo iko salama. Na nataka kuongezea jamani, kwa kuuliza swali gumu kwamba tufanyeje, ni swali gumu na tutaendelea kubaki gumu. Mimi nimefikiria kwa ajili ya kujibu hilo swali na kwa kuangalia tuliopo hapa. La kwanza ni elimu ambayo ndio tayari mratibu wetu ametuleta hapa tuipate elimu na sisi tukaitoa kwenye jamii yetu. Tuelimishe watu haki za mtoto, kwa sababu watoto wanaoenda kwenye mashimo wanaenda nje ya mfumo ambao utawasaidia kuwa na maisha mazuri baadaye. Ingawa kwa sasa hivi anaona kama amepata kitu, lakini kitu yenyewe itaisha baada ya muda mfupi. Elimu ndio uwekezaji mkubwa kabisa. La pili, kwa nafasi yetu kama wachungaji, kusema kwamba vyombo vya mamlaka na vya sheria vitimize wajibu wake kwa kuwajibisha wazazi kulea na kutunza watoto wao. Nitasema kwa sababu watu wengi mna jukwaa la kusemea
na mnakinga kusema kwamba wazazi, hakikisheni watoto wenu wanaenda shule, na chombo cha sheria na mamlaka kihakikishe mtu ambaye hapati majukumu yake kama mzazi achukuliwe hatua, na kwenye vijiji vingine wanachukuliwa hatua, wazazi wanatozwa fine kama mtoto hajaenda shule na kama hajaangaliwa kama ambavyo inatakiwa kisheria. Mwisho kabisa, ambayo nayo ina nguvu sana, ni maombi. Tuendelee kuwaombea na muujiza utatendeka. Asante. Swali hilo kama mjumbe alisema pale kwamba ni swali gumu, lakini nafikiri tunayo mihimili kwa mitazamo yangu, mihimili kama miwili mikuu kwa ajili ya kusaidia hiyo jamii. Maana yake dini na serikali. Serikali ina nafasi kubwa sana na na uwanja mkubwa mpana sana kwa ajili ya jamii yenye tatizo kama hilo, kwa kama sheria na vyombo vingine vya taasisi mbalimbali. Lakini pia upande wetu kama dini, sisi kama dini, sisi tuzingatia utume. Utume wetu unaweza kusaidia sana kufikia ile jamii. Sasa cha ajabu ni kwamba kwenye utume wetu sisi kama dini, asilimia kubwa tuna mtazamo aina moja tu. Kwa mfano, kama nikokaa ofisini, wote tukae ofisini. Kama nikokaa ushirikani tu hapo nikaa ushirikani hapo. Lakini kumbe tunasahau kwamba kuna jamii nyingine ambayo yani hatungesemeje hawezi kuondoka katika mazingira yale. Yesu, au tuseme baada ya Yesu kuondoka, Biblia inatueleza wazi kwamba alipopaa Mungu akaleta vipawa. Wapo wenzetu wengine ambao wana vipawa kwenda kwenye mazingira tata, kwenda kwenye mazingira ya ambayo kwa kweli kwanza kuwafikia pale aishi kama yeye, kama wao wanavyoishi. Kuna mfano mmoja mkufunzi kwamba niliwahi kusikia kiongozi mmoja wa kanisa letu wa Mtabanje au tuseme madawa, aliposikia binti mmoja iko katika mazingira ya ajabu sana, aliamua kuingia kwenye usanii, kama walivyo jamaa, mpaka kuja kufika kwenye eneo ambapo wako wale watu. Yule binti alipomuona ile mtumishi wa Mungu, akasema najua umenifuata na mimi, rudi nyumbani nitakufuata. Yaani mpaka hivi tunavyoongea yule binti alikuwa ni binti, lakini ushuhuda ni kwamba baadaye akabadilika kabisa, apata wokovu, maisha yake yakaendelea kidogo. Kwa hiyo tumepoteza sana nafasi hizo. Tumekaa mahali fulani sisi kama dini, lakini kumbe tumeshaacha wito wetu tulioitiwa. Lakini pia serikali ina vyombo na taasisi nyingi na mbinu nyingi ya kuweza kufikia jamii. Kama alivyosema mchungaji pale, ni kwa kweli mazingira mengine kwanza hawamjui Mungu, hawajui serikali, anaishi kama yeye. Nafikiri ushauri wangu kwamba mihimili miwili hii ni ya muhimu sana. Pesa imetawala sana, na wengi wanaosoma hawapati ajira moja kwa moja, na wale wanaishi yale maeneo wanaona watu ambao hawajasoma walivyopata fedha. Kwa hiyo wengi hawaoni kwamba shule inaweza kuwasaidia zaidi ya fedha. Kwa hiyo pesa na pia hela ndio inaharibu kila kitu. Kwa hiyo mpaka waondoe kwenye ule ufahamu. Wakati wanaona waliosoma wengi wamerudi majumbani, hawana ajira, lakini wanaona watu hawajasoma wanamiliki mahela mengi sana. Kwa hiyo ukisema chochote wanatakiwa elimu kubwa sana. Lakini kama alivyosema hapo daktari kwamba imefika wakati waambie watu kwamba fedha sio kila kitu. Kwa sababu tukitanguliza fedha tutakosa madaktari, tutakosa wataalamu wachungaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaasi sehemu nyingi sana. Kinaharibu mtu anapotanguliza fedha, anaua vitu vingi sana vya msingi. Kwa hiyo kule hela ndio kila kitu. Huwezi kusema jambo jingine zaidi ya fedha. Mtu anaanza tu anapata hela nyingi, labda milioni 300, ambao hata ufanyeje kazi upate hiyo hela, unamshawishije huyo mtu? Kwa hiyo kuna nguvu ya ziada kama nilivyosema daktari, kusaidia hiyo jamii ione kwamba fedha kwanza, lakini elimu baada, tangulizo elimu na mambo ya msingi. Sisi ambao tumetuelekeza hapo. Ni swali la msingi hili kwamba
yule ni mtoto lakini yupo kwenye madini ya ameshafanikiwa. Mimi kwa mchango wangu nilikuwa na mambo tu mawili. Sisi kama viongozi wa kiroho, kwa sababu swali limeelekezwa kwetu, tunafanyaje? Kumsaidia lazima asaidie, kwa sababu ni kwanza sisi viongozi wa kiroho tutumie njia ya kiroho. Njia ipi? Kuna mikutaniko ya vijana huwa inafanyika. Nafikiri hata huko chuo huwa inafanyika. Sio yetu tu kama kanisa, lakini hata serikali huwa nafikiri na vitu vinavyosudia. Mule ndio tuwe tunapambana kufanya namna gani tunaweza kufikisha elimu ya unapokuwa na pesa na matumizi yake, sababu shida sio kuwa na hela, shida ni hela unatumia. Sababu kwenye Biblia kuna kiongozi alikuwa ni mdogo kabisa, si mfalme Asa, alikuwa na miaka kama 8. Alikuwa ni mdogo lakini ni mtu ana nafasi kubwa kwenye jamii. Unapokuwa kiongozi automatically una uwezo mkubwa hata kufika. Kwa hiyo ni kuwafikishia elimu kwa namna ya hiyo ya mkutaniko. Lakini jambo la pili ndio hiyo ambalo nilikuwa nazungumza juu ya mwanzo kabisa kwenye mtoto na haki zake, kwamba mtoto aliye chini ya miaka 18 ana haki ya kupata elimu, yani kutoshirikishwa katika ajira ya taifa. Sasa tutumie sheria maana yake. Hizi sheria unazo kama unavyotufundisha kwamba bwana, mimi nilivyoomba zile hadi kopi 2 nilikuwa na maana hiyo kwamba siku nitakapopata nafasi labda ya kuongea na vijana au watu walio na umri chini ya miaka 18 nitatokea wapi? Kwa sababu kama kwenye kiroho kikishindwa, ndio maana tunapewa hizi semina kwamba tutumie na hizi njia namna gani tunawafikia. Kweli huyu kumconvince kwa namna ya kawaida huwezi. Ana hela utamwambia nini mtu mwenyewe? Kwa lazima sheria ikatumike. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mambo hayo mawili kwamba kwenye kiroho tutumie zile semina ya kujitahidi kupenyeza ili tupate nafasi ya kutoa elimu. Lakini kama sisi kwenye mashirika yetu au kwenye makanisa yetu, kwenye maeneo yetu ya huduma, tukiwa na hizo sheria, tukifanikiwa kumpata huyo kijana, tunaweza kutumia hizo sheria pia kumsaidia, au tunaweza kaishirikisha labda kama alivyosema mwenzetu serikali, kwamba serikali sisi kama kanisa tumeshindwa kumdhibiti huyu. Serikali inaweza kumdhibiti. Unajua serikali inawafikia kwa namna nyingi kwenye kukatwa kodi, sijui kwenye nini. Sisi tunaweza, najua serikali sasa hivi serikali na viongozi wa dini wanashirikiana. Kwa hiyo tunaweza kutumia kwa namna hiyo kukutana na kiongozi wa ile eneo la serikali, kwa kama tunamsaidia hiyo. Lengo ni kusaidia. Wakati fulani tunakutana kwenye semina kama hizi, zinatusaidia kujua kwamba ninachofanya kina umuhimu gani kwa kanisa, au kina hasara gani, kina faida gani. Kwa nini nasema hivyo? Jambo hili tunapozungumza si Chuja tu, lakini hata hapa maeneo yanayotuzunguka hapa, ukienda pale Sido, wapo vijana ambao wanalala kwenye zile pumba za mashine hizi za mpunga, lakini sio wote hawana wazazi. Wengine wana wazazi wao, na wazazi wanawafuatilia vizuri kwamba wawachukue wawarudishe katika mazingira mazuri, lakini inakuwa kazi namna ya kuwapata. Mimi nakumbuka kipindi fulani nimejihimu asubuhi, kiongozi mmoja akasema, lakini hatukukutuma katika hayo. Nikasema, Mungu amenituma. Wewe uliniandikisha kwenda kufanya, ila Mungu akanituma na kuniongezea hatua. Nilipokwenda nilikutana nao kama 40. Wametoka tu kule ile njia ya Sido na kwenye mashine za mpunga kule. Walikuja ghafla, wamesimama wote karibu, wameshika nyembe, alafu wengine wameshika kinyesi, wameweka kwenye mfuko. Wanasema, mzee, hapo mpaka kieleweke, tunataka hela ya kula. Waliposema tunataka hela ya kula, nikawaangalia nikasema, shilingi ngapi? Sasa yoyote ulio nayo. Nikatoa shilingi 2000 nikawapa. Nasema, mzee, uende kwa amani ya Bwana. Nikawa napita. Nikawatafuta siku nyingine, nilipowatafuta sasa kuwapata wote ni kazi. Nikawatafuta, nikabahatika kumkuta mmoja. Sasa huyu mmoja baada ya kukaa naye, nikampeleka mahali, nikanunua chakula, nikampa akala. Nikamwambia, sasa wengine naweza kuwapata wapi? Akasema, ila sasa ili uwapate wengine nitakutafutia watu kama 10 au 10 wakishakutana na wewe ndipo watakupa kibali kutana na kundi kubwa. Baada ya kuwatafuta hao wengine, na mimi nikamtafuta mtu mwingine aliye na uwezo mkubwa zaidi wa kifedha, kiuchumi. Akasema, sasa hawa 10 wanapokuja tuwaandalie chakula kizuri. Baada ya kuandalia chakula kizuri, wale vizuri, hapo tupate mazungumzo ya kuzungumza nao. Baada ya kuwaita, ni kweli wakaja.
Walipokuja tukazungumza nao, na baada ya kuzungumza nao, huyu niliyemwita akasema, sasa mimi natamani nyinyi wote niwapeleke nyumbani, mtakuwa mnakula, mnaoga, mnavaa, mnatunza bustani. Akasema hilo tu. Akasema ila msipooga, msipokula, mkivuta bangi, mkienda mitaani, hapana. Asema mzee, tuko tayari. Hata sasa hivi wapo mahali ambapo wanatunzwa, wako 25. Lakini na wao wanajisimamia wao wenyewe, wanasema wewe umeoga? Akija mzee utarudi kule kule. Wewe mbona nguo chafu? Akija mzee utarudi kule kule. Na huyu mtu sio siri, yuko hapa mjini, kama mnamfahamu, mtu aliye nao wanamuita Maranatha. Anafanya kazi hiyo, amejenga nyumba nzuri, kawatunza, lakini chanzo chake baada ya kumshirikisha. Kwa hiyo kuna vitu vingine mimi naweza nisiwe na uwezo, lakini nitamshirikisha mtu mwingine aliye na uwezo. Tendo la ukatili wa kimwili ni kama vile kupigwa makofi, kusukumwa, kupigwa kwa ngumi, mateke, kuchapwa viboko. Sawa, sio tu kupigwa ndio ukatili wa kijinsia, lakini hata mtu akikusukuma pia wa kimwili pia amefanyia ukatili wa kimwili, si ndio? Kuna ukatili wa kisaikolojia. Hii hapa ni pale mtu ambapo anakwambia maneno, kuna yale maneno mtu anakwambia ambayo anajua kwamba yatakuumiza, si ndio? Ama kuna vitu vinavyofanyika ambavyo pia vinakuumiza. Kwa mfano kama kwa watoto tumeshaona ugomvi wa wazazi unaumiza watoto kisaikolojia. Lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo labda kutukanwa, kugombezwa, kumtamkia lugha chafu, kumpa majina mabaya, umeona, kumtishia. Kila saa umeingia nyumbani mama labda umekasirika. Tu yani umeingia tu umekasirika. Kama baba umeingia tu umekasirika. Hata mtu hawezi kukuongelesha, na maana unamuathiri mwenzio ama unamfanyia ukatili wa kisaikolojia. Na kumfanya mwenzio ajione apendwi, ajione astahili heshima, anachukulia. Hizi ni mifano tu, si ndio? Lakini chochote ambacho kinamfanya mtu anakosa raha inakuwa ni ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa kiuchumi, kumnyima mtu fursa ya kupata rasilimali na haki za msingi kama vile elimu, afya, mavazi, chakula. Yale ambayo kusema kwamba kumkataza labda baba na mama wanafanya kazi, baba anasema kuanzia leo anafanya kazi, pia hiyo ni ukatili wa kiuchumi. Ama mtu amepata labda nafasi ya kwenda kusoma anakatazwa, hizo zote ni ukatili wa kiuchumi. Na ukatili wa kiuchumi, na ukatili tulisema kwamba unafanyika wa kiuchumi, wakati mwingine pia unawakuta hata wanaume. Dr. Jena tulidiscuss. Unakuta labda mama na yeye ana kipato, baba ana kipato, baba kipato chake cha chini, mama kipato chake hataki kitumike, si ndio? Baba ndio anabeba mzigo wote. Na mama hapo anahitaji tena ya kutoka saluni, kutoka kwa baba. Umeona? Saluni nilikaa kitu baba ndio anabeba, lakini pia unakuta pia kuna shughuli za nyumbani ambazo pia na baba anahitaji kufanya, kwa sababu mama na baba pia wote wanafanya kazi. Kwa hiyo pia tuhakikishe kwamba ukatili wa kiuchumi sio tu kwa wanawake, lakini pia hata kwa wanaume, ila kwa wanawake ni zaidi na zaidi, kwa sababu wanaume mara nyingi ndio wamewekewa hiyo nguvu. Kama tulivyoona, kuna wanaume wanachukua hela za wake zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukatili wa kiuchumi inaweza ikawa kumnyima fursa kama tulivyosema, kutompa mahitaji ya msingi, labda chakula, kutolipa gharama za shule, kunyima nauli ya kwenda shule na vitu kama hivyo. Kuna ukatili wa kijinsia, hii inakuja udhalilishaji wa kimwili, kingono. Kwa hiyo yote tuliongea pia anaangukia kwenye ukatili wa kijinsia, sawa? Kwa hiyo tumesema ukatili wa kijinsia ni picha kubwa, alafu kuna vitu vingine ambavyo vinakuja chini yake. Kwa hiyo kama kingono, kisaikolojia, kiuchumi, ambavyo vyote tumevidiscuss, na kwa mtoto ndio inakuja kutokea. Na tumesema kwamba yanatokea popote kama tulivyoongea, nyumbani, shuleni, bwenini. Ni marudio. Kwa hapa kuna kisa cha kwanza, tuna visa mbalimbali vya kudiscuss. Akanona, akawa haongei na mke wake. Akawa anasema hawezi kuongea na mke wake kwa vile amekuwa mtu wa muhimu sana kumpita. Je, mnadhani kuna ukatili wa aina yoyote unatokea hapo? Na ni ukatili upi? Ndio mchungaji, tuambie kwa nini ukatili unatokea? Kwanza, kununa
Ni ukatili. Na kukataa kuongea. Ndio ukatili. Kwamba kwa sababu yaani kule kupata tu cheo ndio unaanza kuona wewe. Sasa mahusiano yatakuwaje? Yule mwenzake amepata, yeye anajua ndio tufurahi pamoja. Sasa nyumba itakuwaje sasa? Ndio ukatili. Ndio kwa hapo amemfanyia ukatili upi? Hapo ni ukatili wa kisaikolojia. Mwezeshaji, mimi nafikiri ni tafsiri na mtazamo wa huyu aliyepandishwa cheo. Sababu inafika wakati mimi naweza nikanuna, alafu nisicheke. Lakini kule nyumbani tukirudi tutacheka. Hapa tupo kazini ndipo kwenye sisi. Tukiona hapa ni yule mfumo dume. Mfumo dume unawasumbua sana wanaume walio wengi. Make tukiangalia kama hii sentensi jinsi ilivyokaa, inamaanisha kwamba yule baba hakukubali kuongozwa na mke wake. Baba aliye na hekima angeomba basi ahame ile shule, aende shule nyingine, kwa sababu yeye mwenyewe anajipunguzia siku zake za kuishi. Kuna ukatili wa kujikatili mwenyewe. La kwanza, yeye mwenyewe anajipunguzia siku zake za kuishi, lakini jambo la pili, anajipunguzia heshima na anamfanya mke wake pia wengine washindwe kumheshimu, kwa sababu yeye anapochukia, ina maana atakuwa na wafuasi pia wa kumfanya yeye aonekane mzuri kwa wakati tu, lakini mama aongeze maadui zaidi. Kwa mama siye na hekima sasa, angesema nitakufanyisia mpaka unyoshwe. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilipopanda wewe unanuna. Kinachokununisha, angeweza hata kumpiga makofi ili arudi kwenye mstari. Kwa nini? Kwa sababu hata mama huyo asingependa kubaki mjane. Huko kununa kwake, kitakachofuata kwake ni maradhi ambayo yatasababisha huyu mama sasa hata asifurahie nafasi aliyopewa. Anampa maswali mengi na hivi. Lakini pia familia watajua kwamba huko mlikotoka hakujakaa vizuri. Mfume dume unasumbua kwa wanaume. Maki wakiangalia mimi ni kichwa. Kwa nini huyu? Hiyo kwa nini namfanya apoteze hata haki yake ya kuitwa baba? Mke amepandishwa cheo, mume amenuna. Kazini hadi nyumbani. Ndiyo. Tafsiri ya awali inaonekana wazi kwamba mume alidhiki mwenzake kwa nafasi ya juu. Na kama ulivyofafanua, mume huyu amelelewa katika mazingira ambayo ameaminishwa kwamba mume anatakiwa kuwa juu. Ndio maana inamsumbua. Na kwa masomo ya sasa hivi kuna udhalilishaji wa aina nyingi umetokea hapo, mmoja tayari umeshafafanua kisaikolojia. Lakini pia wanawake wakipata nafasi wanasahau waume zao. Sio wote. Wanaweza kuwa nafasi zao changamoto. Hapa naongea kama mwanamume sasa. Amen. Na pia wanaume kidogo. Watoa nafasi ya juu changamoto kweli. Kwa hiyo inabidi tuwaombe na wao kwamba mkiwa na nafasi, kumbukeni majukumu nyumbani. Mwanamke akiwa kiongozi, mambo ya nyumbani anakuwa kidogo anataka kama vile asifanye. Ila Biblia inasema mke na mume mmoja lazima awe kiongozi. Au si? Biblia inapendelea nani? Ni dhahiri mwanaume ni kichwa. Inapendelea mwanamume. Sasa kwa nini mwanamke anataka kumpindua baada ya kupata nafasi? Mwanakondoo ameshinda. Kwa hiyo tuwaelimisha wanawake pia, ukipata nafasi bado kumbuka majukumu yako asili, kwamba bado ni mwanamke na mwanamume bado ni mwanamume. Labda kuna mambo mengi mwanamume alimtokea. Pia inawezekana hakuna mambo yaliyomtokea. Unajua kama mimi nadhani niko na mama hapo. Kuna mfumo dume na kwa wanawake wengi. Na mimi sasa naongea kama mwanamke. Ndio kupata nafasi. Kwanza nadhani cha kuelimisha jamii kwamba sasa hivi pale panapotokea fursa sawa za elimu, za kazi, tunaposema kuna usawa wa kijinsia, inakuja na mambo yake. Yaani kukishakuwa kuna fursa sawa za elimu, fursa sawa za kazi, ina maana kati ya mume na mke lazima wajue kwamba kuna uwezekano leo mimi nikapanda. Alafu nikakaa hapo, kuna siku nyingine utapanda.
Kwa kila mtu awe comfortable na mwenzie kupanda ama kushuka. Kwa sababu tayari wote tuko kwenye tuna elimu sawa, labda tuna kazi sawa na tuna fursa sawa. Na kule ambapo watu wanatoa ajira hawaangalii ni mume wa nani, mume wake ana position gani. Unaweza mkamko ofisi mmoja akabahatika akapanda. Na siku nyingine huyo akapanda, mmoja kama mnapanda hivi kwa pamoja. Kwa hiyo lazima watu waelimishwe iweze kutenganishwa kati ya kipato na kati ya ndoa. Yaani majukumu ya kindoa na majukumu ya kipato yasiingiliane. Lakini sasa kwa mfumo dume, wanaume wengi wamejiwekea, yaani wanawake wengi unakuta akipandishwa cheo, si huko alikopo ni, yaani huko lazima afanye kila kitu anachokifanya, yaani ujinyenyekeze, sijui tuseme. Inabidi ujinyenyekeze kupita kiasi. Si mwanzo mlikuwa mko sawa, kwa hiyo mna rafiki yako mnafanyaje? Lakini sasa hivi hata kama unataka kumwambia kitu mume wako, hem tufanye hivi, unaogopa yeye asije akasema kwamba mimi ndio nina kipato zaidi, kwa hiyo unanyamaza. Mume wako akisema kitu fulani, hata kama kwa kawaida tu ungemshauri tofauti ama unadhani tofauti na ambavyo anavyofikiria, unaogopa asije akasema. Kwa hiyo pia unakuwa ni kama vile kile cheo kimekunyamazisha nyumbani. Na mwanaume hivyo ukimwambia kitu anasema usi, anaona kwamba hela siku hizi ndio analeta yeye. Kwa hiyo kuna hiyo friction ambayo nadhani sio kosa la mwanaume na sio kosa la mwanamke, sana sana ni kwa sababu ya mfumo dume. Lakini pia ndio kuelimisha jamii kwamba yani hivi ni vitu sasa hivi ambavyo hatuwezi kuvikwepa, kwamba mwanaume, kuna wakati mwanamke anaweza, kwa sababu ana fursa sawa. Sasa hivi tumeshasema kuna usawa, tumeshaondoka kwenye mambo ya wanaume kupelekwa shule, wanawake kubaki nyumbani. Lazima itafika kipindi kwamba mwanamke atakuwa na uwezo zaidi kuliko mwanaume, na tusipofanya hivyo ndoa nyingi sana tutazivunja. Zitavunjika ndoa nyingi sana, kwa sababu mwanamke naye baadaye atachoka na mwanaume naye atachoka. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu nadhani tushauri jamii kwamba tuvitenganishe tu hivi vitu. Mwanamke akiwa na kipato bado bili anamwachia mume wake. Bili ya umeme, bili ya maji, bili ya ulinzi. Bili zote kwa mwanamke. Kwa hiyo kipato zaidi mwanamke. Ndio. Hamna lazima tuwatie wanaume pia. Wakati mwanamke ambapo hana kipato, mume atabeba majukumu yote, atalipia kila kitu bila hata kumkumbusha. Kwa miaka 10, 15 yote 20 ya ndoa. Lakini mwanamke siku akiwa na kipato, bado mume anadaiwa bili zote alipia. Nyie mnakutana nayo mkali nayo. Kwa hiyo lazima wanawake tuelimishe kwamba ukipata nafasi, kumbuka kwamba hiyo ni nafasi tu. Karibu endelee mwenyewe. Lakini baba, unajua baba ni kitu kama, yaani huwezi kutoa kichwa. Mimi ni kichwa kila. Umeona? Haina maana kwamba kipato cha mama hata kipeleka nyumbani. Lakini kuna bili ambazo zinamfanya baba anakuwa ni kichwa. Zitaje? Ada ni baba. Umeona, mama ni msaidizi. Yaani haina maana kwamba baba kama hana hela ya kulipa ada safari, mama hawezi kutoa. Lakini akitoa, baba anatakiwa ajue kwamba safari mke wangu amenisaidia kutoa ada. Yaani kuna, kwa sababu wale kwa mfano kama ni watoto wana jina la baba. Wamebeba legacy ya baba. Umeona? Yaani hawa watoto wanaitwa, kama ni watoto wa Dr. Matiko wanaitwa sijui nani Matiko. Watoto hawaitwi jina langu. Yaani kuna vitu ambavyo ni vya baba. Lakini mama anaweza akafanya vitu vingi, lakini kuna, kwa mfano kama baba anaweza kalipa ada, labda tuseme ada ni 500,000, lakini kwa labda kuna mradi wanaofanya labda wa 1,000,000 sijui wa duka na nini, mama anaweza akachangia kule. Lakini kuna vitu ambavyo ni vya kichwa. Yaani kwamba mtoto ana jina lako, baba ulipe ada. Kama kipindi hicho umeyumba kidogo, mama anaweza akasema, najua sasa mama si atajua sina mahusiano mazuri, mume wangu safari ameyumba, hawezi kulipa ada. Hivyo kweli mama analipa ada, analipa sijui nini, analipa kila kitu, alafu utajiita kichwa. Kweli kwenye Biblia mama ana kipato kikubwa, lakini pia kuendesha nyumba, nikanunua nyanya, nikanunua nini, unakuta ghafla ulikuwa na 100,000 imeisha. Ila akina baba huwa hawajui. Kuna wakati ukimpa baba laki hiyo kwamba bwana wiki nzima sasa tunaweka haya hapa, lakini baba sasa hebu shughulika. Yeye ataitumia kwa siku. Wakati mimi nina uwezo wa kutumia hata wiki 2, lakini ile moja. Lakini tuseme ukweli kwamba kwa mfano sisi kama watumishi, hasa sisi watumishi wa Mungu,
tunaamini kwamba vyote tunavyopata sio changu wala sio chake, kwa hiyo ni vyetu. Huwa hapo sisi watumishi wa Mungu na tunavyowaelekeza Wakristo wetu ni kwamba jamani, mnapoviweka pamoja basi vianze kutumika kwa utaratibu. Wakati mwingine wakina baba hawa ndio wanaogusa mioyo ya kina mama kuifanya ipate majeraha. Sasa ukishaguswa ukapata majeraha, ndipo unapoanza kuwaza sasa, nimepata hiki hapa, yeye baba, mimi kazi yangu kuzaa, yeye kazi yake kupada, kazi yake matumizi kwa watoto, kazi yake hivi, ndipo yanapoanza kutokea. Lakini kwa kweli kama kuna amani ya Kristo hapo katikati, hatuwezi kusema cha kwangu na yeye hawezi kusema cha kwake. Na ndivyo tunavyokaza katika mafundisho yetu ya ndoa. Ila shetani akishaingia, hapo ndipo mama anaanza kuishi kwa kujihami. Anaanza kununua kiwanja kisirisiri, anaanza kufanya hivi kisirisiri. Lakini kwa kweli Mungu angependa tuishi kwa amani. Na amani ikiweko sasa, ndipo hatuwezi kusema kwamba kwa kuwa watoto wanaitwa mwakareja, basi ni mwakareja hawa. Mzee shughulika. Na mimi nataka kupeleka mtoto huko nchi za nje akasome. Lakini akiwepo Yesu, hakuna usumbufu. Wanakubali safi. Na mimi hapo kwa kweli nimejifunza. Yaani kwa sababu kama mnaweka vipaka na maana hamna changu, hamna chako, ni chetu. Na mipango tunaifanya pamoja, hapo hamna mwenye roho atakayeumia roho, au sio? Lakini michepuko ikianza huko, basi watasema amefanya nini? Sababu yeye ndio kichwa cha familia. Kama kichwa cha familia, hata kama nikifanya yani mwanaume anaonekana tofauti na mwanamke nitakapoonekana, hata kama nimefanya vitu siwezi nikajinua, lakini anayesifiwa kichwa cha familia. Kwa hiyo unaweza kuona kama wanawake kama wakipata nania wafanye nini, ni kweli, lakini kuna wanafanya, ila kwa sababu hatuwezi, yani hawezi kuonekana kama baba ambavyo ametambulika. Kisaikolojia, kwa sababu ambapo anamfanya mke wake anasumbuka hisia. Vile vile kama tulivyoongea ni kwamba hii ni kwa sababu ya mfumo dume ambao unamfanya mume anaamini kwamba yuko juu na lazima abaki juu kwenye kila jambo. Na nadhani kwamba amepoteza umuhimu pale ambako mke wake amepandishwa cheo na anasahau kwamba pia mke wake ana haki sawa ya kupata cheo ama kazi kulingana na bidii yake. Tunaenda kwenye kisa cha pili. Tunasema kuna msichana huyo anaitwa Salma, ana miaka 14, anapenda somo la hisabati. Hisabati anampenda na anamsifia, anampa ofa ya kumfundisha nyumbani kwake na kumtaka Salma apeleke begi lake nyumbani kwake. Salma hakupenda, ila aliheshimu na kubeba begi. Alipofika nyumbani kwa mwalimu alimshika chuchu na kumwambia anampenda. Vibaya sana na hakumwambia mtu yoyote. Siku ikapita. Siku iliyofuata mwalimu akamtuma tena Salma apeleke begi lake nyumbani. Salma akashindwa kukataa. Na alipofika nyumbani mwalimu akamlazimisha ingie ndani, akambaka kwa nguvu, akamchania nguo na kumwingilia kwa nguvu ukeni na kuvunja bikira yake. Salma aliumia sana, akatokwa damu. Mwalimu akamtishia kuwa akilia ama akisema atamfelisha. Yale tulikuwa tunasema. Salma anajilaumu sana kwa kukubali kumbebea mwalimu begi na kuingia ndani mwake. Habari zilivuja na wanafunzi wenzake wakaanza kumcheka na kumsema vibaya. Salma anataka kuacha shule, ahame kabisa, aende mbali, ajinyonge, afe. Nadhani Salma amefanywa ukatili wa aina gani? Kafanywa ukatili wa kingono. Mtu gani Salma alikuwa nayo mpaka ikampelekea kufanywa ukatili wa kingono? Tunaona Salma alishindwa kukataa, si ndiye? Alishindwa kukataa. Japo inaonekana alikuwa na akili ya kimasomo, lakini alishindwa kukataa kubeba begi. Japo alikuwa ameshaona, si ndio tunaona yeye alikuwa ameshaona tangia mwanzoni hakupenda. Hakupenda ina maana tayari alikuwa ameshahisi kuna kitu, si ndio? Wasingesema hakupenda, lakini hakufuata
moyo wake ulimwambia, si ndio Na pia vile vile mwalimu alimwambia asimwambie mtu. Anasema akamshika Chuchu lakini hakumwambia mtu yoyote. Hiyo ni siku ya kwanza, ina maana alienda nyumbani. Aliposhikwa Chuchu alienda nyumbani kwa wazazi, si ndio? Lakini hakumwambia mtu yoyote. Mambo mengi yanatokea hapo. Ina maana pia alishindwa kumweleza mama yake, alishindwa kumweleza baba yake. Hapo ina maana kuna sasa umuhimu wa wazazi kuwa karibu na watoto na kumfanya mtoto, yani kumwekea mtoto kwamba unaweza kuniambia kitu chochote saa yoyote, si ndio Ukaribu wa mzazi na mtoto, kwa sababu angemwambia ile siku ya kwanza, angemwambia mzazi wake, ina maana mzazi angeshtuka, ile jambo lisingemtokea siku ya pili, maana kuna siku ilipita. Lakini Salma alifundishwa, wanasemaga nini zile, kuna elimu vijana ambazo wanatakiwa wafundishwe. Ina maana si jamii tu inatakiwa watetee vijana, lakini hata kijana mwenyewe anatakiwa ajue jinsi ya kujitetea, si ndio Pale angeweza akakataa tu kwa jinsi moja ama nyingine, hata sio kwa kumuudhi mwalimu kwa sababu ni mwalimu wake, lakini angeweza akamwambia tu kwamba labda nimeambiwa nirudi nyumbani mapema na vitu kama hivyo, si ndio Kwa hiyo Salma alishindwa kukataa kwa sababu ina maana alikuwa hajui jinsi ya kukataa. Japo alikuwa ameshaona tayari kuna kitu kibaya kitamtokea, alikuwa ameshahisi. Na habari zilivyovuja kwa wenzie, ina maana tena hapo kuna ukatili mwingine kwa sababu kuna saikolojia, walikuwa wanamcheka kwenye kitu ambacho si kosa lake. Ina maana hata hawakujifunza kwamba ni kitu gani kimemtokea. Kwa hiyo hapa ina maana mwalimu amepata urahisi tu, yeye maisha yake yanaendelea, lakini maisha ambayo ameumia ni ya Salma. Na Salma hajasema, kwa hiyo inawezekana hata mwalimu atamfanyia tena na mtoto mwingine na mtoto mwingine na mtoto mwingine vitu ambavyo amemfanyia Salma, si ndio Kama kushindwa kusema hapana, Salma alikuwa na nafasi ya kusema hapana, au sio? Kwa nini Salma kashindwa kusema hapana? Kwa nini? Tunapofikiria kama wazazi, mwalimu wake wa hisabati anampenda na kumsifia darasani, zawadi vya kusifiwa hivyo. Anampa ofa ya kumfundishia nyumbani kwake. Salma anacheka na kumtaka Salma ampelekee begi lake nyumbani kwake. Hapo tunafanyaje watoto wetu wasiingie kwenye mitego mepesi? Mafundisho kanisani tunawafundisha mbinu, mitego, au tunawaacha tu? Kwa hiyo na maana hapa sisi wachungaji inabidi kwenye masomo yetu kwa watoto tuwafundishe mitego mbalimbali ambayo tunaweka katika mazingira hatarishi. Ipo mingi tu. Nipelekee begi nyumbani. Mtoto atagunduaje kama wewe ni mtego? Mtoto wa kike miaka 10 na ngapi? 14 na 7. Yeye anatenda wema tu. Ni mtii mtoto kupelekea ameshika begi. Je, tumfundisha aende na mwenzake? Kwa mazingira kwa kwenye kona peke yako ni hatari. Zawadi waongozane na mwenzake, usiende sehemu ambayo uijui peke yako. Kwa hiyo wachungaji tuwafundisha watoto mitego mbalimbali ambayo inaweza kuingiza kwenye mazingira ya hatari. Na uwezo wa kusema hapana. Mwalimu, nimefundishwa usiende sehemu peke yako. Kwa hiyo ukienda na mwenzangu, tayari angekuwa ameshamshinda mwalimu, au kama nataka nikubebee begi mwalimu na kuheshimu sana, lakini lazima niende na Asha. Lazima niende na Kisa. Kwa hiyo mwalimu anapata shida. Unataka kunifundisha? Twende wanne. Na rafiki yangu na rafiki yangu. Kwa hiyo tuwafundisha watoto mbinu za kuepuka hiyo mitego mibaya sana. Lakini ianze kule nyumbani. Sisi wachungaji tunaletewa mtu aliyekamilika kabisa. Lakini hii ni kazi ya familia. Baba anafanya nini kama baba kwa watoto wake wa kike? Lakini mama anafanya nini kama mama kwa watoto wake wa kiume? Kama tulivyozungumza jana kwamba mtoto wa kike anajiandaa kuitwa mama kupitia babake mzazi. Baba huyu anajali nini? Kama mnakumbuka jana mimi nilisema akina baba wengi hawawezi kutunza nini watoto kwa sababu wakati wote wanajifanya wako busy. Wakina mama hao wamebeba hata nguvu ya nani? Ya baba. Wakati mimi ni kweli na mimi nilifundishwa kuona, kufikiri, kujua kwamba hapa pana kitu gani. Lakini kwa binti, baba ndiye mhusika mkuu.
Labda haya sasa mnatukumbusha kama kanisa kwamba wakati mwingine hebu tuache tu kusema Petro amesema hivi, Paulo amesema hivi, Mathayo amesema hivi. Kumbe wakati mwingine ili kanisa la kesho lipatikane, baba na mama wahusike kwa ajili ya kutengeneza kanisa la kesho. Haya aliyosema baba hapa, wanaume wana mbinu nyingi za kuteka. Kumbe huyu mwanaume kati ya yale anayoyafahamu angemwambia huyu binti, mwanangu, umekuwa sasa, unakokwenda utakuwa mkubwa kama dada. Unamwona dada? Unamwona mama yako? Na alikuwa mtoto kama wewe. Ili ufikie ndoto zako, lazima haya uyakatae. Huyu binti alikuwa na hofu. Huyu ni mwalimu wangu, nitaanzaje kumkatalia? Kumbe mwalimu yeye alifanya mitego kumfurahisha binti kwa kumsifia, sawa, lakini pia kujitoa kwamba mimi nimejitolea kukusaidia hisabati. Kama vile watoto wanavyosema, hisabati bwana ni ugonjwa wa taifa. Hata siku moja sio ugonjwa wa taifa, ila ni ugonjwa wa mtu binafsi na wale wanaofaulu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba familia zichangamke juu ya watoto waliowaleta duniani kwanza, ndipo walete huku dunia tunawapokea. Serikali inawapokea, wachungaji kama kanisa tunawapokea. Nafikiri kwenda vizuri. Shauri unapokuwa nyumbani rahisi kwenda kuambukiza. Wakati mwingine natumia mashuleni. Wakati mwingine kule kanisa bado mna wazazi wanakuja kanisani. Lazima mnakuwa na mbinu hizi za kuwafundisha ili ni namna gani watawalea watoto sasa nyumbani kwenye kaya sasa. Maana tayari wale mkiwafundisha watu 50 kanisani wazazi tayari wamepata hizi mbinu. Maana tayari ni rahisi mzazi kumfundisha hata mzazi ujirani mwingine ambaye hajaifika hata kanisani. Ndio maana muhimu mmekuepo hapa tayari, nyinyi mnakuwa barozi na watetezi sasa na kuhakikisha kwamba zile familia kwa kupitia kanisa mnawafikia watu wengi. 12, 13, 14. Leo hii mtoto mdogo kabisa ana miaka 8. Unashangaa sasa, mama, huku naona hiki. Unaona? Lakini baba huyu tangu katoto kadogo kamekaa mbali na yeye. Na sijui kama tunasikilizana. Ukimsogeza sana mtoto, na wewe baba utapata namna ya kumuelewa huyu mtoto na utamsaidia tangu akiwa mdogo vile. Tumepeleka watoto sawa Sunday school, lakini walimu pia wanachowafanyia watoto hawa ni mambo magumu. Siku moja mimi nitanga nikuja, sirudi tena kwenye Sunday. Kuna nini? Mama, mwalimu fulani amefanya hivi. Umesikia? Huko ni Sunday school. Nako hakuna amani. Kumbe familia wenyewe, mimi na mume wangu ndio tuanze na nini na watu hawa. Miaka 8, miaka 9, binti ameshaingia kwenye mabadiliko. Kijana wa kiume anajua kila kitu. Utandawazi. Hata tutafanyaje familia? Ndipo tunasema tuanze huko kwa familia, sisi wachungaji tupeleke haya kanisani. Kuamsha wazazi kwamba jamani kizazi tulicho nacho ni zaidi ya nyoka. Tunachotakiwa kufanya ni kuwa karibu na hawa watoto. Katoto kako darasa la kwanza kanajua mama. Dada kwamba tuanze kwenye familia ni baba na mama. Nikawa na wasiwasi kwamba ziko familia yani baba anaogopa namna ya kuongea na mabinti zake, watoto wake. Haiko radhi kabisa. Kumbe cha msingi ni wachache ambao wako huru na watoto wao. Na watoto wengi wa kike ni kweli, wa kike ni watoto wa baba, wa kiume ni watoto wa mama. Tumeona hayo na nini. Lakini wapo wazazi watoto wanatamani kumsogelea. Zipo nyumba jamani, ni sio tunaweza kusema ni kama jela ndogo au nini. Akiingia tu baba watoto kama alikuwa sebuleni mbio kwenda ndani. Hawako tayari kusikiliza baba wala kumuona baba. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mambo kama haya kama mnavyotuelekeza wewe yaanze kwenye sisi kama viongozi, tuyapeleke kanisani. Tunakutana na watoto kwenye Sunday school. Tunakutana na watoto kwenye vijana A ambao bado hao wako shuleni. Hebu tuwaelekeze hasara za kuwa jirani na watu kama hawa walimu. Tunajua shuleni kuna mambo mengi sana, mengi kweli, kama ulivyo nani hapa kwamba mwalimu mtoto aliogopa kwamba mwalimu amemsifia, amempa nini, lakini bado akili yake hajajenga kwamba nikiwa jirani na mwalimu hata max ataniongezea. Sitafeli hata siku moja.
mwalimu lazima atakuwa anifanyia mambo kama haya. Kumbe ni vema kama watumishi wa Mungu tuyafundishe mambo haya kwa watoto wetu, lakini pia kuambia wazi wazazi ni jukumu letu sisi kuwa wazi kwa watoto wetu, kuwaelekeza watoto wetu kwamba jamani, hili na hili na hili na hili ni hatari, hili na hili na hili na hili ni hatari. Ukifanya mambo kama haya hauwezi kuwa hivi. Tumeongea sana mambo mengi sana jana. Mambo mengi kweli yani. Wako watoto wa kike ambao wako ni jasiri kabisa yani. Jana sikuweza kuzungumza. Mimi ninaye binti pale nyumbani pale. Mwanzoni nilikuwa nasema acha ujinga, nenda kwa mamako. Baadaye nikaja kujifunza kwamba kweli kuna vitu ambavyo kumbe mimi mwenyewe nataka nifanye nini. Anakuja sababu naomba hela ya sababu nataka niseme. Yeye anataka nikanunue tight. Sasa mama yake yupo hajamwambia mama, lakini amekuja kuniambia mimi. Hapo sisemi kitu chochote, nachomoa toilet, chukua mwanangu nenda naondoka. Sasa kumbe najifunza kwamba yeye anakuja kwangu anakuwa huru kuja kuongea na mimi. Sasa na wa kiume nao wako huru sana kwenda kwa mama yake, mama hivi. Mama anakuja kuniambia. Sasa wanaongea mambo bwana, tuwachukulie hivyo. Maana yake wanavyosema hivi tunawatengeneza. Mimi kuna mama bwana nitamwambia wa kike bwana, ukifanya 1 2 ngapi ni hivi. Hivi ni hivi. Juzi alikuwa anaenda shule sababu anaomba hela. Hii ya matumizi mpaka tarehe ngapi sawa, mpaka mwezi wa ngapi sawa. Aliposema nikasema sawa bwana. Najua anaposema mpaka zungumze. Sawa bwana. Mama tukupe shilingi ngapi? 20,000 si ndio? 10,000. 10,000 zitatosha. Basi sawa, tukampa hela. Sio kwamba lazima aseme kwamba ni hivi na hivi. Kweli wazazi tukiwa jirani na watoto wetu wa kike, wa kiume hasa, tutawatengeneza na kuwajengea hofu fulani kwamba wajue kwamba akiingia kwenye mambo kama haya ataharibikiwa hivi. Hata wa kiume, watoto wa kiume wakiongea na mama akiwaambia wanangu hivi na hivi na hivi na hivi, tutawajenga katika msingi fulani. Niombe tu tuanze kanisani, wazee na watu gani, ili mambo haya eneo. Tunakuwa shuleni. Hata wakirudi nyumbani unakuta walimu wamewapa homework. Unakuta akifika nyumbani anakuwa busy kwa ajili ya masomo. Tunataka kupata muda mzuri kukaa kutulia naye, mtoto uongee naye, unakuta hamna. Hata unapojitahidi kama umsogelee mtoto, yani mtoto ana hofu shuleni, nitafanyaje? Na kibaya zaidi, kwa kipindi hiki walimu wamekuwa wananani watoto sana. Kwa sababu unakuta wakati mwingine mtoto amerudi nyumbani, hajaandika, hajafanya nini, akienda shuleni wanampa adhabu. Hata unakuta shuleni huko amekutana na changamoto, anapozileta kwa wazazi, labda pengine mzazi anaona kama changamoto hii inamwathiri mtoto. Unapoamua kama ulifuatilia jambo hilo, unakuta walimu wanasimama kusaidiana wenyewe. Unakuta kama wazazi wengi wanakuta watu wanakuwa na changamoto, lakini kusema kama wazifuatilie wafanye nini, unakuta wananyamaza kimya, watu wanaendelea kuathirika mashuleni. Kitu hii ambacho nilikuwa nakiomba kama serikali kwamba wangetazamia kwamba watupe muda na sisi wazazi, kwa sababu unakuta Jumamosi ambayo tukiwa mtoto akae nyumbani, unakuta mtoto yuko shuleni. Wakati mwingine hata Jumapili wanapeleka watoto shuleni. Kwa hiyo unakuta kanisani tunakuwa na muda mchache sana kukaa na watoto. Hata majumbani pia tunakuwa na muda mfupi pia. Kwa hiyo muda mwingi wanakuwa nao walimu, na unakuta changamoto zinatokea kule. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kwamba hilo jambo tusaidiwe, linaumiza. Ndipo upande wa kwamba life skills ya maisha ya mtoto kujifunza imeanzia kwenye wadau wa malezi ya watoto. Ulezi wa mtoto unaanzia kwa baba na mama, unakuja kwenye jamii, unakuja kwenye kanisa, unakuja kwenye taasisi. Sababu ukisema baadhi ya familia hawana life skills ya namna ya kulea watoto, lakini unaweza kuja kwenye jamii zingine kama mashuleni ambako kila eneo litakiwa liwe na elimu ya kulea watoto. Sababu baadhi ya taasisi zina unasihi, ushauri na unasihi ambao yamkini kule nyumbani hauko. Kwa hiyo nasema wadau wa malezi ya watoto, wazazi, taasisi, kila eneo mpaka taifa, kwamba eneo lote hili ni wahusike kikamilifu na wawe na life skills za kulea watoto. Kwa mfano tuko hapa, kinachoendelea huko hatujui, watoto wetu hawako hapa, lakini jamii iliyopo huko wakiwa na ile life skills watawaelimisha watoto. Wengine hapa wasema tunawapeleka watoto boarding. Kule lazima kuwe na watu ambao wana life skills ya kuweka makatazo kwamba watoto hiki na hiki, mtu akikuita nje hapa ni mwiko hili, akifanya hivi mwiko hili, kila sehemu kuna mwiko. Hata kama wazazi ni kila eneo haonekane kwamba kila mmoja anawajibika, sio familia peke yake, kuanzia familia mpaka taifa huko na shule, kuanzia shule dhana yote mpaka vyuo vikuu, awepo na kitengo maalum cha kuwafundisha
Ni jukumu la jamii nzima. Kwa hiyo ina maana kuna kila mmoja lazima afanye wajibu wake, na mtoto vile anavyosikia kitu kinajirudia, hicho kitu kakisikia kutoka nyumbani, hicho tena kakisikia kutoka kanisani, hicho unajua ameanza kukisikia kutoka, maana anaweza akasikia nyumbani akasema huyu mama naye mnoko sana, au mama mshamba, si ndio? Lakini anashangaa anaenda tena kanisani anasikia message ile. Anasema mbona wewe kaongea kama alivyoongea mama. Akiondoka akienda shuleni anasikia tena message ile. Anasema mbona wewe tena kaongea kama alivyoongea mama na mchungaji ama na mwalimu wa Sunday school. Akitoka labda akiongea na marafiki zake sasa hapo unakuta labda wazazi ni jukumu letu wachungaji kuelimisha jamii kama wazazi. Anakutana na rafiki yake anamwambia jana baba ameniambia hivi na hivi, mama ameniambia hivi, mbona na mimi pia niliambiwa hivyo, si ndio? Si jukumu la mtu mmoja, yani ni jukumu la jamii nzima kama kweli tunataka kujenga jamii, kwa sababu kumbuka huyu mtoto wako anaenda kukutana, mtoto wa mzazi mmoja anaenda kukutana na mzazi mwingine, wataambizana na wataanza kushawishiana vitu walivyoambiwa. Kama wanauelewa tofauti pia inakuwa ni changamoto. Na tukisema tumwachie tu mzazi, mtoto anakuwa hajui kama kile kuna umri ambao mtoto akifika hamsikilizi mzazi tu. Sasa wakati anakaribia miaka 10 na huko, hii miaka 14 sijui mpaka 18 huko. Kwa hiyo anapenda, ni vizuri kusikia, hata tukiweza kama kuna mashirika kutangaza ama kama tuna redio za dini, yaani ni vizuri mtoto akapata hizo habari hizo zinazojirudia kutoka kwenye mazingira mbalimbali. Kwa hiyo tusikimbie, huo ni wajibu wetu kama viongozi wa dini, na kama tunavyosema kwenye tamaduni zetu. Kuna vitu ambavyo wazazi hatujazoea kuongea na watoto. Lakini hali imebadilika, si kama zamani, si ndio? Zamani wote tulikuwa tunakaa pamoja na vitu kama hivyo, lakini siku hizi watoto wanatoka, kuna utandawazi, na si tamaduni zetu kuongea baadhi ya vitu, lakini tunalazimika kutokana na mambo haya ambayo yanatokea. Kwa hiyo labda tuseme tu hivyo. Nimekumbuka kwamba mama mchungaji pale aliposema kwamba mashuleni watoto hawana nafasi. Pia kuna hicho kitabia kweli kimetokea siku hizi cha shuleni, mtoto tunasisitiza elimu tu. Hata ukifika nyumbani tu unakuta saa nyingine hata kama mtoto hajabana shuleni, akifika tu nyumbani na mama tena na yeye unamjaza tena homework. Yaani ile hivyo. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa ana focus, ambayo elimu ni kitu kizuri, lakini pia kuna elimu nyingine ya maisha. Kuna elimu ya shule lakini kuna elimu ya maisha. Kwa hiyo kama watoto wanakosa nafasi na wazazi nyewe kama mnaona kwamba mtoto anaumia, mzazi utakiwa kunyamaza kimya, na kama na wazazi wengine mnaweza mkaa tu kama kundi mkaenda mkaongea na walimu, jamani watoto kweli tunashukuru kwamba wanafanya vizuri shuleni na mnawafundisha hiki na hiki na hiki, lakini pia kuna hiki na hiki wanakosa wanapokuja shuleni Jumapili, labda wanakosa ibadani, hatupati nafasi yao sisi kama wazazi, kwa sababu mzazi kiukweli ana nafasi yake kwenye mtoto, kama ambavyo na mwalimu pia ana nafasi yake kwenye mafanikio ya mtoto. Mtoto kweli anaweza kwenye kupata division 1 kwenye shule, lakini kwenye maisha pia ana division 1. Kwa hiyo kwenye maisha ya mtoto ni balance. Kuna shule, kuna elimu ya kijamii, kuna elimu ya maisha. Kwa sababu mtoto kama anakaa shuleni siku zote hata kupika kweli atakuwa anajua kupika huyo mtoto, ama kufua. Ataweza kweli? Hawezi. Lakini mashule mengi sijui huko, lakini kwa hiyo naona sasa kwa experience yangu, maana na mimi pia na watoto ambao wanasoma shule za boarding hizi, unakuta walimu wanawabakisha watoto shuleni wakisema kwamba wazazi majumbani hawana nafasi na watoto. Kwa hiyo mtoto akienda nyumbani, wanaona kama vile mtoto akienda nyumbani ndio anakuwa yuko kwenye mazingira hatarishi kuliko ambapo anakuwa yuko shuleni. Kwa hiyo wenyewe wanaona kama vile kumweka mtoto shuleni ni kama vile pia wanamlinda kwa sababu ya wazazi. Na kweli kuna wazazi wengine pia ni nyumbani ni saa 6 usiku kwa saa 6 usiku, baba na mama wote. Kwa hiyo unakuta pia kuna vitu vingine kule shuleni wazazi wanaona sasa basi bora tuwabakishe huko wote. Lakini sasa na sisi wazazi tuonyeshe wajibu wetu. Umeona tufanye wajibu wetu, na walimu wafanye wajibu wao, kila mmoja afanye wajibu, na viongozi wa dini tufanye wajibu wetu. Kwa hiyo ni wajibu wa kumlinda mtoto ni wajibu wa jamii nzima, kila mmoja kwa nafasi yake.